Wakati wanaume wote wa mji wa Sodoma wakiwa na hasira nje ya mlango wa Lutu, wakisema, tunawataka hao wageni walioingia nyumbani mwako. Wakati huo wote Lutu alikuwa akijaribu kuwatuliza, lakini alishindwa. Na mwisho wanaume wale wakamwambia Lutu kuwa tutakufanyia jambo baya zaidi kuliko ambavyo tungewafanyia hao wageni wako. Watu wale hawakuwa wanatania na walikaribia kabisa kuvunja mlango wa nyumba ya Lutu uliokuwa umefungwa, na lengo lao ni kuwachukua wageni wale wa Lutu ambao kwa macho yao waliwaona kabisa ni wanaume, ila walikuwa tayari kuwafanyia vitendo vya kinajisi. Ndipo malaika wale ambao ndio hao wageni wa Lutu wakamrejesha Lutu kwa ndani, alafu wakawapiga watu wote kwa upofu. Ghafla wanaume wote wa mji waliokuwa nje ya mlango wa Lutu wakajikuta hawaoni wala hawauoni mlango. Lakini cha ajabu sasa, watu wale hawakukata tamaa. Shauku yao ni kuwajua wageni wa Lutu. Wakawa katika hali ile ya upofu, hawauoni mlango, ila bado wanautafuta, na nia yao ilikuwa ni ile ile, kwamba tunawataka wageni wa Lutu. Baada ya kumrejesha Lutu ndani, ndipo wale malaika wakamwambia Lutu kwa mara ya kwanza kuwa leo hii na usiku huu ni siku ambayo Mungu anaenda kuinyesha mvua ya moto na kuuteketeza mji huu kwa ajili ya uovu wake. Hakitasalia kitu, hatosalia mtu. Jambo lile likawa ni la ajabu sana. Alafu pia jambo lile lilikuwa ni geni masikioni na akilini mwa wote waliolisikia. Pia zaidi sana, jambo hili lilikuwa ni ghafla mno. Inawezekanaje jambo hili kuwa hivi? Hakujawahi kutokea kitu kama hicho wala mfanano wa kitu hicho. Isitoshe, Sodoma ulikuwa ni mji mkubwa na wenye utajiri mwingi. Kusema kwamba mji huo utachomwa na watu wake wakiwa ndani yake lilikuwa si jambo la kuaminika. Lakini Lutu aliwaamini wale watu, na kwa kitendo chake tu cha kuwaamini na kuwatii, basi akahesabiwa haki, japo akili yake bado haikuwa sawa. Unajua, mambo yalikuwa yametokea mengi sana, tena kwa haraka mno ndani ya usiku mmoja. Na usisahau kuwa huyu Lutu alikuwa ni mtu mwenye huzuni maishani mwake, ni kama mtu mwenye usongo. Hivyo unapomletea na jambo hili, akili yake inazidi kuchanganyikiwa. Baadaye malaika wale ikabidi wamsaidie maamuzi, maana ni kama alikuwa amechanganyikiwa sana. Wakamwambia, ondoka wewe na watu wako wote, ondoka nao. Sasa Lutu ana watu wake wote ni wapagani, na wengine wanamsaliti na wapo nje ya malango yake wakiwataka wageni wake ili wawaoe. Ikambidi Lutu akaongee na mkewe na wanawe, nao wakamkubalia. Alafu malaika wakamwambia kwa msisitizo,
mtakapokuwa mnatoka msigeuke nyuma. Mkewe na Lutu alikuwa na wazazi wake ambao ni wakwe wa Lutu. Ikabidi Lutu aende kuongea nao kuwa, jamani, ndugu zangu, mji huu unaenda kuchomwa muda mfupi kutoka sasa. Haya sasa tuondoke. Wale wakwe zake wakawa wanamwangalia tu Lutu na kumwona kama vile hayupo sawa. Wakafikiri yamkini Lutu amechanganyikiwa. Alishindwa kabisa kuwashawishi wakwe zake waondoke pamoja naye. Maandiko yanasema Lutu alikuwa ni kama mtu achezaye mbele ya wakwe zake, yaani walimuona kama tu anacheza. Na hapo pia unaweza ukaona kuwa hakuna mtu anamwamini Lutu kama vile mtumishi wa Mungu. Yaani Lutu hakuonekana mtumishi wa Mungu mwenye ushuhuda. Ni tofauti na Abrahamu. Abrahamu atakaposema jambo kama lile, nyumba yake yote kuanzia kwa mke wake na watumishi wake na watu wote wataheshimu, watasikiliza na kutii. Lakini haikuwa kwa Lutu. Ni kwa sababu Lutu yawezekana alipoteza ushuhuda akiwa Sodoma. Hata wakwe zake hawakumwona Lutu kama ni mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema Lutu aliwashawishi usiku wote mpaka kunapokaribia kukucha. Bado Lutu alikuwa anawashawishi wakwe zake kwamba, jamani, tuondoke, jamani, tukibaki hapa tutaangamia. Kuna moto utashuka hapa na kuangamiza mji huu. Lakini wapi, aliendelea tena na tena. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Lutu alikuwa anakiona kifo chao cha mateso makali ya moto kinachoenda kutokea hivi karibuni. Hivyo anajitahidi kwa kadri ya uwezo wake wote kuwanusuru, lakini jitihada zake zinagonga mwamba. Baadaye malaika wanamwambia Lutu, sasa inatosha, jiponye nafsi yako, mchukue mkeo na watoto wako, mwende mkajiokoe wenyewe. Inaonekana Lutu alikuwa amechanganyikiwa kiasi cha kwamba hajui ashike kipi aache kipi, wakati moto unakaribia kushuka, na bado Lutu alikuwa hajui afanye nini. Hivyo malaika wanamsaidia aondoke. Masikini Lutu anaondoka yeye na mke wake na watoto wake tu. Hawakuchukua mali yoyote katika mali zote za Lutu, mali ambazo Lutu alizihangaikia tangu ujana wake, mali ambazo Lutu zilisababisha atengane na mzee wake Abrahamu, mali ambazo Lutu alikuwa anaziona, anazigharamia, anazihangaikia na kuzitesekea. Wanaondoka Sodoma wakiwaacha marafiki zao, ndugu zao na mali zao ziteketee kwa moto. Alafu malaika wanawapa maagizo kuwa wanapoondoka ni marufuku kuangalia nyuma. Unajua kwa nini hawakutaka waangalie nyuma? Kuna ubaya gani kama wakigeuka nyuma? Sasa kabla hatujaendelea mbele, ni kuombe tu wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Ni mimi mwalimu wako Vincent Mwakisyala, na hii ni Hazina ya Kanisa. Kumbuka sehemu hii ni sehemu ya 5 ya simulizi ya historia ya miji ya Sodoma na Gomora. Kama uliikosa,
sehemu yoyote iliyopita kati ya hizi, basi karibu sana katika chaneli hii. Sasa turudi nyuma kidogo, wakati Lutu akiwa haeleweki wala hana maamuzi wala hajui achukue hatua gani. Kiufupi kachanganyikiwa. Kama tulivyosema, wale malaika ilibidi wamshike mkono Lutu na mkewe na watoto wake, na baada ya kuwashika mikono wakawatoa nje ya mji salama. Kumbuka jiji lilikuwa limetaharuki kwa ajili ya kuwataka wale wageni. Baada ya wale malaika sasa kuwatoa Lutu na familia yake nje, kwa maana huko nje walikuwa wakiwatafuta, ndipo wakawapa maagizo kuwa waondoke wakimbilie milimani. Kwa nini wakimbilie milimani? Ni kwa sababu miji yote mitano inayotakiwa kuchomwa ipo mabondeni. Pili, wanaweza kukimbia umbali mrefu wakafikiri wamefika mbali, kumbe bado wapo kwenye eneo ambalo ni targeti ya moto wa Mungu ambao unakwenda kuteketea, na wao wakateketea. Hivyo kwa sababu miji iko bondeni, basi ni lazima wakimbilie sehemu ya milimani. Unajua, ulikuwa ni usiku wa kiza, hivyo wakimbie tu milimani kwa sababu miji hiyo iko mabondeni, na hawataweza sometime katika kuchanganyikiwa kwao kujua wamefika wapi. Kwa wakikimbilia milimani itakuwa ni rahisi kwao. Lakini sharti la pili, waliambiwa wanapokimbia wasisimame njiani. Alafu jambo la tatu, wasigeuke nyuma. Kwa nini wasisimame? Kwa sababu muda ulikuwa umekwenda sana, hivyo moto ukishuka at least wawe wamefika mbali ili wasiteketee. Alafu kwa nini wasigeuke nyuma? Mungu alikuwa katika kuhukumu juu ya miji ya Sodoma na mingineyo, hivyo ilikuwa ni kesi ya Mungu, na alitaka familia hii ya Lutu ifocus na wokovu tu ambao walipatiwa kwa neema, kwa wasiangalie wala wasiingilie hukumu ambayo Mungu anakwenda kuiamua. Tukio lile linafananishwa na hukumu ya mwisho ambayo Mungu atauhukumu ulimwengu wote. Hivyo katika hukumu hiyo hakuna wa kusimama kati ya hukumu na Mungu au kati ya Mungu na hukumu. Pia huu ulikuwa ndo mwisho wao, mwisho wa maisha yao na mji wa Sodoma, kwamba hawataishi tena hapo Sodoma na Sodoma haitapata kusimama tena. Hivi tunavyoongelea mpaka leo hii Sodoma haikuwahi kusimama tena, wala Gomora. Kwa hiyo sasa Mungu hakutaka wawe shuhuda wa jinsi ya kuangamizwa kwake. Lakini zaidi ya yote, katika miji ile ya Sodoma na Gomora kuna ndugu zao, kuna marafiki zao, kuna mali zao. Kwa wakati watakuwa wakigeuka nyuma, zile hisia ambazo watazipata kutokana na uharibifu utakaofanywa pale utawaharibu zaidi kisaikolojia. Hivyo Mungu hakutaka wageuke nyuma waone hukumu ya Mungu inavyokwenda kufanywa kwa ukali. Baada ya maagizo hayo, malaika akawaagiza kwa msisitizo sasa waondoke. Lakini hapo Lutu akasema hapana. Akaona wakikimbilia milimani watakufa tu, ila anaomba wakimbie kwenye mji mdogo uliokuwepo mbele yao. Mji huo ulikuwepo kwenye listi ya kuchomwa. Mji huo ulikuwa unaitwa Bela, kama ambavyo unatajwa kwenye Mwanzo 14 mstari wa 2. Hivyo Lutu anawaomba wale malaika kwamba kama amepata kibali kwao, basi malaika wawaruhusu tu waende katika mji huo. Wale malaika wakamwambia sawa, nenda katika mji huo, hatutauchoma kwa ajili yako, lakini pia kwa heshima moto hautashuka mpaka Lutu atakapokuwa ameufikia mji huo. Mji huo ulikuwa upo bondeni,
Baada ya tukio hili, mji huo ukabadilika na kutoka kuitwa Bela mpaka kuitwa Sohari. Yaani Sohari maana yake ni mji mdogo, kwa sababu Lutu alisema, mbele yangu kuna mji mdogo, naomba nikaishi pale. Kwa kitendo cha kusema kuna mji mdogo, basi ule mji ukabadilishwa jina na kuitwa Sohari kwa maisha ya baadaye, yani kwa miaka ya baadaye. Generation zilizofuata zikawa zinaitwa Sohari kwa sababu ya maneno ya Lutu kuomba malaika wakaishi pale, kwa jina la Bela likawa limefutika. Hivyo moto kweli haukushuka mpaka pale Lutu alipokuwa amekwisha kufika katika ardhi ya Sohari, yaani ardhi salama. Hivyo katika Sohari walikuwa wameingia asubuhi, ukiwa kumekucha kabisa na jua likiwa limeanza kuchomoza, na hapo ndipo Mungu alipoamua kushusha rasmi kiberiti cha moto. Hivyo kwa mujibu wa maandiko inaonyesha miji ya Sodoma na Gomora na ile shirika ilichomwa wakati wa asubuhi na sio usiku. Hivyo kabla hawajafika Sohari, jambo lililotokea kubwa kwa mke wake na Lutu wote tunalijua. Aligeuka nyuma na kubadilika kuwa jiwe la chumvi. Sasa ninakuomba kwa leo tuishie hapa, tuweke akiba kwa ajili ya sehemu inayofuata, ambapo hapo sasa tutaanza kuyaangalia mambo. Kwa nini huyu mwanamke Mungu anamgeuza kuwa jiwe la chumvi? Kwa nini Mungu asingemteketeza naye kwa moto? Kwa nini Mungu asingetuamua apigwe akafa? Kwa nini tu asingeanguka akafa? Kwa nini Mungu alitaka awe sanamu? Kwa nini Mungu alitaka awe jiwe? Kwa nini Mungu alitaka awe nguzo ambayo ipo mpaka leo hii, na watu wanaenda wanatoa mamilioni ya pesa kutoka sehemu zote duniani kwenda kuliangalia jiwe hili au nguzo hii ambayo ipo mpaka leo? Kwa nini Mungu alitaka mwanamke huyu awe hivi? Sasa ninaomba tuishie hapa, ila tutaendelea tena katika sehemu inayofuata, ambapo tutaangalia kwa nini aligeuka nyuma. Sababu kubwa iliyomfanya ageuke nyuma huyu mwanamke ilikuwa ni nini? Na alipogeuka nyuma alikuwa wapi? Je, aliwatangulia Lutu na wanawe au alikuwa kwa nyuma? Lakini alipogeuka nyuma aliona kitu gani ambacho kilimfanya ageuke kuwa sanamu hapo hapo na kupoteza maisha? Ni kitu gani alichokiona mwanamke huyu, na ni nini hicho kitu? Maana Mungu alitaka mwanamke huyu asikione. Na ni nini ambacho Mungu hakutaka watu hawa wasikione? Maana kile ambacho utakiona na utakufa hapo hapo ni Mungu pekee. Ni Mungu mwenyewe, God himself, ambaye ukimwona unakufa hapo hapo. Sasa mwanamke huyu aliona nini katika ile hasira ya Mungu, katika ile ghadhabu ya Mungu? Je, Mungu alishuka mwenyewe na mama huyu akamuona? Lakini hapo hapo kuna swali, mbona Ibrahimu aliona jinsi ambavyo mji unateketea? Alishuhudia kuteketea kwa miji ya Sodoma na Gomora, lakini mbona Ibrahimu hakugeuka wala kubadilika kuwa jiwe la chumvi? Basi hayo na mambo mengine mengi tutayaona katika sehemu ijayo. Usikose. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, ni kuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu na Mchungaji Vincent Mwakisyala. Kama unaguswa kujiunga nasi na kuwa sehemu ya huduma hii, basi unaweza ukajiunga nasi kwa sadaka yako, matoleo yako, maombi. Siache kutuombea pia. Namba zetu ni kama unavyoziona hapo. Unaweza kutuma mchango wako hapo na sadaka yako kwa ajili ya kutegemeza kipindi hiki katika maandalizi ya vipindi vingine vijavyo.
Mungu akubariki sana. Tukutane wakati ujao. Barikiwa.